Unajua hukumu ziko mbili. Kuna hukumu ya watakatifu, hata kama tutakwenda mbinguni, lakini kutakuwa na hukumu ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba kila kazi ya kila mmoja itadhihirishwa, tena itapimwa kwa moto. Sema amen. Kwa hiyo pamoja na kwamba tutaenda mbinguni, lakini bado kazi yangu, kazi yako, kazi ya kila mmoja itapimwa. Kila mmoja hapa amepewa kalama. Sijui kalama unaitumiaje. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Umepewa kalama nzuri sana. Kuna watu wamepewa kalama ya uongozi. Yaani wamepewa neema kuwa kiongozi. Lakini humu kanisani akiambia kuwa kiongozi hataki. Lakini kwenye vikoba ni kiongozi, kwenye mtaa ni kiongozi, au saa nyingine kwenye familia, kule kwenye familia ni kiongozi. Sasa ni kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Tena Biblia inasema kwamba wakati Mungu anamuumba wanadamu aliweka karama. Kwa hiyo kila mmoja humu kuna namna Mungu alivyomuumba, na hakikisha unatumia karama yako. Pamoja na kwamba unaweza kuwa umejinyima kila kitu, lakini Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 7 anasema kwamba shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina, kila shina lisiozaa matunda. Yaani maana yake ni kwamba karama yako inahitajika iweze kuzaa matunda. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kimbizana na muda, chochea karama yako. Wewe ambaye labda ulikuwa muimbaji, sasa hivi huimbi. Wewe ulikuwa mpigaji wa vyombo, upigi vyombo. Wewe ulikuwa ni mtu fulani shemasi, ulikuwa ni mwalimu wa Sunday school. Tuna uhaba wa walimu wa Sunday school, lakini hufanyi kazi hiyo. Sasa ni wakati wako wa kuweza kuchochea karama yako. Ukisoma Biblia kuanzia kitabu cha Warawi mpaka kitabu cha Hesabu, utakutana maneno yanasema kwamba ndani ya hekalu walikuwa wakitia mafuta kila wakati. Lengo kubwa katika nyumba ya Mungu, taa iwake tena mchana na usiku. Sasa nyumba ya Mungu katika Agano la Kale ilikuwa ni hekalu, lakini nyumba ya Mungu katika Agano Jipya ni mimi na wewe. Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunahitaji tuchochee kuwepo moto. Ndiyo maana hata Mathayo hiyo sura ya 3 ukisoma mstari wa 11 anasema kwamba yeye atakayekuja atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Kwa lazima uchochee. Roho Mtakatifu aliposhuka kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 inasema ya kwamba Roho Mtakatifu akawakalia kama ndimi za moto, wote wakajawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunahitaji kuwa moto wala sio baridi katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Tuwe moto.